fiqhi katika kitabu cha Fathul Muin mlango wa saumu, na jana tulikuwa katika kuzungumzia mambo ambayo yanamjuzikia mtu kufungua, kwamba mtu akipatwa na moja kati ya hayo basi kunafaa kufungua kwa mtu huyo, na kuna utaratibu wa kulipa baadaye, lakini akifungua halitokuwa ni jambo baya katika sheria. Tukataja safari ya mbali, safari maalum ambayo inazingatiwa kwamba hata ukiwa uko katika safari hiyo unaruhusiwa pia kuswali swala rakaa mbili kwa zile ambazo zimeorodheshwa miongoni mwa sala zinazopunguzwa. Kwa hiyo katika safari ya namna hiyo basi mtu anaruhusiwa kufungua. Lakini anatuambia pia maradhi ni miongoni mwa sababu. Kwa hiyo hapa anasema leo katika darasa yetu tunaanza wali khaufi halaki, na kuna juzu kufungua kwa mtu kwa kuogopa kuangamia. Wali khaufi halaki, na kwa kuogopa kuangamia. Halak, kuangamia kiasi kwamba mtu anaweza kufa, maana yake wanaogopa kutokea jambo kubwa la kumpelekea katika maangamivu mpaka kufikia pengine kwenye kufa. Bisawmi, kwa saumu, min atashin, kutokana na kiu, au ju'in au njaa, kwamba mtu anaweza akapatwa na kiu kikali mpaka ikawa sasa anakaribia kufa, na njaa kadhalika. Kwa ikiwa mtu amepata amefunga ikamtokea hiyo hali, ruksa yeye kufungua, manake huyu si mgonjwa lakini amezidiwa na njaa mpaka sasa. Kuna mmoja hao watu wanaotengeneza mambo ya sheke wa sheria, lakini na wao ili mradi waingize vitu vyao, wamemchukua mtu wamemfunga kwenye pikipiki kuonyesha kwamba hawezi hata kukaa, kafanya kufungwa mipira hivi, amelalia tumbo, miguu huku, kichwa huku, kama samaki vile, kafungwa kwenye pikipiki. Wenyewe wakaandika ujumbe hapo, huyo aruhusiwe kuanzia kesho afungue. Sasa ile sura ile ni ya kutengeneza, pengine mtu ameamua kufanya dhihaka na nini, ameamua kufanya mzaa na nini, lakini kama mtu yaweza kufikia mahali mpaka kukaa uwezi, yafikia mahali mpaka kile unalolifanya uwezi, unaweza ukafungua alafu ukalipa siku inayofuatia. Sasa labda wale wanaojiendekeza sasa wenyewe tu wakifika saa 5 wanajiona kama na njaa siweza kufungua. Wewe mwenyewe unajua kwenye moyo wako, na Mungu anaangalia moyo ni kweli hali aliyofikia huyu bwana, ni kweli angebaki kidogo tu angekufa, ni kweli ingesogea masaa mbele kama mawili tu angekufa. Ukiona ukweli haupo, waendelea na saumu, kwa sababu kwa Mungu sio mbali Lakini kama mtu amefikia hatua anaogopa kufa, afungue. Twainka na sahiha muqima, hata kama ni mzima na ni mkazi wa mji, maana yuko mjini kwake. Si tushapewa huko kwamba yanayomfanya mtu aruhusiwe kufungua ni ima anaumwa ama ni msafiri. Sasa huyo ambaye amezidiwa na njaa mpaka ikawa anataka kumtoa roho, hata kama alikuwa mzima na yuko tu mjini kwake, atafungua kwa sababu ya hali ambayo amefikia. Wa afta al-Adhra'i, na amefutu al-Adhra'i biannahu yalzamu al-hasadina, kuna walazimu wenye kuvuna. Pengine kuna baadhi ya maeneo watu wanalima, wakifikia wakati wa kuvuna kuna watu maalum kazi yao ni kuvuna, na mavuno ni mengi. Sasa watu wanashinda mashamba kuvuna, kazi za dharubu. Mara mwingine katikati ya mchana hali imekuwa mbaya, sasa mtu akaamua basi mimi sifungi kwa sababu navuna,
ni katika wavunaji, yaambiwa hapana. Al-Adhra'i yasema kuna walazimu hawa wavunaji wanahawihim, na mfano wao, katika wale ambao wanafanya kazi ngumu. Mtu kazi yake ni hiyo tu ngumu, ndio anayojua, ndio kazi yake anayoifanya, lakini ni kazi ya dharubu. Kuna walazimu kufanya nini? Tabiitu niyya, kuilaza nia. Ikifika usiku alale akijua kesho mimi nitafunga. Kila laila, kila usiku atie nia ya kwamba mimi kesho nitafunga. Thumma man lahikahu minhum mashaqqatun shadida, kisha yatakayemkuta katika wao mashaka makubwa au itakayemkuta tabu kubwa, ametia nia kweli ya kwamba kesho atafunga, lakini alipoamka akaanza kazi kufika saa 5 saa 6, ikawa yeye mwenyewe hajiwezi wala haiwezi hiyo kazi, basi nikimkuta ile mtu afara, atafungua. Wa illa, na kama si hivyo, wa illa, na kama si hivyo, fala, hatofungua, ataendelea na saumu yake. Wajibu qada'u ma fata walau bi'udhri, na kuna pasa kulipa iliyomfutu mtu japo kwa udhuru. Mina saumi alwajib, miongoni mwa saumu zilizowajibu, ka Ramadhana, kama saumu ya Ramadhani, wa nadhiri, na saumu ya nadhiri, wa kafara, na saumu ya kafara, bimaradhin, kwa sababu ya maradhi, au safari, au kwa sababu ya nini? Ya safari. Kama mtu kuna saumu imemfutu kwa udhuru, udhuru wenyewe ukawa labda ni maradhi, udhuru wenyewe ukawa labda ni safari, ama ikawa mtu huyo taraka niyya au bitarki niyya au bitarki niyya, au kwa kuacha nia, au bihaidhi, au kwa hedhi, au nifasi, au kwa nifasi. Kama mtu ameacha kufunga saumu ya lazima kama vile ya Ramadhani au ya kafara au ya nadhiri, lakini ameziacha hizo kwa sababu ya msingi, kuna mlazimu yeye kulipa. La bijununi wa sukurin lam yataadda bih, sio kwa sababu ya wenda wazimu na kulewa ambako hakukusudia, manake hakufanya taksiri kwa kulewa huko. Ikimpita Ramadhani hali ya kuwa ni mwenda wazimu, siku moja au siku mbili au hata Ramadhani yote, haambiwa halipi. Imepita Ramadhani aliyakuwa yeye katika Ramadhani hiyo au katika siku hiyo alikuwa mwenda wazimu, hakufunga, hatolipa akija akipata fahamu. Au amelewa, lakini kulewa ambako hakufanya taksiri kwa kulewa huko, na hata huo wazimu pia awe hakufanya taksiri. Ndio maana akasema kama atakuwa lam yataadda bi, hakufanya taksiri. Mfano mtu unavuta bangi, na wenyewe wanasema bangi ukianza kidogo kidogo inakuzoea, lakini ukikurupuka ina madhara makubwa. Kwa hiyo wewe ukaamua ukachukua bangi, hujawahi kuvuta hata siku moja, kenda ukaiweka mdomoni, ukavuta moshi wake. Kutoka hapo ukaanza kukimbia mbio, wazungumza yale ndio yale sio, basi kuna nini, kuna nini, kuna nini, mwisho umegeuka ndo kichaa kweli. Wiki, mwezi, Ramadhani imeingia, mpaka waje wapata ufahamu mzuri, ni mwezi wa Mosi. Utailipa Ramadhani yote hii kwa sababu wazimu wako umeuleta wewe mwenyewe makusudi. Umekula bangi makusudi, ulitegemea nini? Na kulewa ikawa umekunywa pombe makusudi, umekunywa bia, umekunywa sijui kitu gani, umevuta kokeni, wewe utalipa. Ama yule ambaye amepata hayo ya wazimu au kulewa lakini lam yataadda bi, kwa mfano mtu anaweza akala chakula tu, lakini kule kile chakula kikawa
sio kizuri, akalewa kutwa nzima, ana akili vizuri, haelewi anachokifanya kieleweki, basi mtu huyo akija akipata fahamu hatolipa saumu hiyo. Wa fil majmu', na katika majmu' ni jina la kitabu anna qadha yaumi shaqi ala al-fawri, ni kwamba kulipa kwa siku ya shaka ni kwa haraka. Liujubi imsakihi, kwa kule kubasa kujizuia kwake. Siku ambayo umelala ni mwezi 29, kesho kumeamka ni mwezi 30, lakini hujapokea taarifa yoyote. Hafla kwamba kumbe jana nasikia mwezi ulionekana uko Bamba, watu wamefunga, kwa hiyo umefunga, mimi nimefunga. Ile inaitwa yaumu shaki. Kwa hiyo na wewe unatakiwa ujizuie. Kama umekunywa chai, ishilie hiyo chai, usiendelee. Na Ramadhani ikiisha utailipa ile siku. Sasa asema namna ya kuilipa siku ile yaambiwa ni kwa haraka, kwa sababu vile kwamba wapaswa kujizuia katika siku ile, basi hata kuilipa nako iwe ni kwa haraka. Wanadhara fihi jam'un, na kundi la wanawazuoni limetazama katika masala hayo kwamba kwa nini wakapendekeza hilo. Wanadhara fihi jam'un, limetazama kati yake kundi, sawa wakaona bianna tarika niyya, kwa kwamba mwenye kuacha nia, bianna tarika niyya, kwa kwamba mwenye kuacha nia yalzamu al-imsaku ma anna qada'ahu ala tarahi qat'a, pamoja kuna mlazimu kujizuia. Mtu aliyoacha nia usiku, tunasema lazima uhudhurishe nia yako ya kwamba kesho pia nitafunga, kesho nitafunga. Ikatokea mtu ameacha nia, kuna mlazimu kujizuia, pamoja na kuwa kule kulipa kwake ni kwa kuchelewa, kwa kutinda. Yule aliyesahau nia, yule anaambiwa aje alipe, lakini ala tarahi. Kwa hiyo anaweza akaja akalipa hata mfungo pili, hata mfungo tatu. Lakini yule ambaye ameacha kufunga ile siku ya kwanza, ile siku ya shaka, atakiwa yeye akimaliza Ramadhani basi aje ailipe saumu yake. Maana yake asijipe nafasi hiyo ya kusema nitalipa siku yoyote Wayajibu imsaku, na kuna pasa kujizuia muftirin fihi, kutokana na lenye kufunguza ndani yake. Hai fi Ramadhana fakat, katika Ramadhani tu. Mtu akishakuwa amefungua saumu ya Ramadhani atatakiwa ajizuie na vitu vinavyofunguza, kwa maana chakula asile, kwa maana kinywaji asinywe, kwa maana sijui kukutana na mwanamke asikutane, maadamu aliyoifungua ni saumu ya Ramadhani, na ikawa amefungua ndani ya Ramadhani. Ndio maana kusema ai fi Ramadhana fakat, katika Ramadhani tu. Duna nahawi nadhirin wa qadai, kinyume cha mfano wa nadhiri na kadha. Umeweka nadhiri, ukifanya jambo fulani utafunga siku 3. Umeweka nadhiri, ukipata hiki utafunga siku 5. Ama Ramadhani ya mwaka jana ulikuwa wadaiwa,
Sasa umeamka asubuhi, wafunga saumu yako hiyo ya nadhiri, ama wafunga saumu yako hiyo ya kulipa, mpaka imefika saa 7 umezidiwa, kaamua ufungue. Umeumwa na kichwa ukafungua, ukapata dharura yoyote ukafungua, basi yatakiwa pamoja na kufungua kwako, lakini ujizuie na kula. Au wataka kufunga saumu ya nadhiri, au wataka kufunga saumu ya kulipa, ukasahaunia. Umeamka asubuhi wataka kulipa, lakini umesahau nia jana. Umeamka asubuhi wataka kufunga saumu yako ya nadhiri, umesahau nia jana. Kama ni saumu ya Ramadhani, ukiamka asubuhi umesahau nia, utashinda bila kula, na hiyo saumu utailipa, ndio imsak. Lakini kama ni saumu ya nadhiri, jana umesahau kunuia, ukiamka asubuhi unaendelea kula kama kawaida. Kama unataka kulipa lakini umesahau nia, asubuhi ukiamka moja kwa moja tu unakula, unafanya mambo yako yote, kisha utakuja kuendelea kuilipa katika siku nyingine. Ndio anasema wayajibu imsakun an muftirin fihi ay fi Ramadhana fakat, unapasa kujizuia kwa yule mwenye kufungua katika Ramadhani, lakini Ramadhani tu, kinyume cha nadhiri au saumu ya kulipa. Hizi kama utakuwa umefungua au lazimishi kujizuia. In aftara bighairi udhurin, akiwa kafungua pasi na udhuru, min maradhin au safari, miongoni mwa maradhi au safari, au bighalatin, au kwa kufanya kosa, au bighalatin, au kwa kufanya kosa. Kaman akala dhannan bibaqa al-layl, kama mwenye kufungua hali ya kudhani kubakia usiku. Kaman akala, kama mwenye kula, dhannan baqa al-layl, saa 11 hiyo anakula, kija akiangalia kumbe tayari muda wa alfajiri umeshaingia. Au nasia tabitania, au alisahau kuilazania. Ndio hayo makosa ambayo mtu anaweza kana ameyafanya ikamsababisha sasa siku hiyo hataamka na saumu. Au aftara yauma shaki wa bana min Ramadhana, au alifungua siku ya shaka na ikadhihiri kuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Kwa nini anaambiwa mtu huyo ajizuie? Lihurumati alwaqti, kwa heshima ya ule wakati. Maadamu tuko kwenye Ramadhani, hata kama Ramadhani yako wewe haisabiki, hata kama saumu yako ya leo haisabiki, lakini tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo inatakiwa uheshimu huu mwezi. Lihurumati alwaqti. Walaisa almumsiku fi saumi shar'iyyin, na si mwenye kushikamana katika saumu ya kisheria, lakinahu yuthabu alayhi, lakini atalipwa. Kama ataamka asubuhi aliyakuwa hakunuia, sawa, ataamka asubuhi aliyakuwa hakunuia, lakini pia ataamka asubuhi aliyakuwa amekula daku muda mbaya, akaambiwa kwa sababu hiyo wewe una saumu, lakini akaambiwa ajikaze, ajizuie, basi akifanya hivyo haisabiki kwamba ameshikamana na funga, lakini analipwa. Kwa hiyo wewe siku ya ukifungua mwezi wa Shawwali utakuja kuilipa siku hii, lakini huku kushindana njaa kwako kwa leo pia utakwenda kukukuta. Ulishindana njaa kwa sababu gani? Ulishindana njaa kwa sababu ya kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hilo sio dogo. Dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, mwenye kuadhimisha sha'airillah, na Ramadhani ni miongoni mwa sha'airillah, alama za Mwenyezi Mungu, basi ni katika uchamungu huo. Lazima mtu huyu amewekewa kijifungu chake naye atakipata.
Kwa hiyo anaambiwa kwamba haisabiwi kwamba ameshikamana na saumu ya kisheria, lakini atalipwa. Na ndio maana anaambiwa faya athamu bijima'in, atapata dhambi pia kwa kujami. Kuna mtu mwingine anaweza anasema mimi kwa sababu leo nimeamka nimekula daku saa 12, kwa hiyo sina saumu. Si ndio Mke naye pengine ana siku 3 alikuwa hafungi kwa sababu pengine yuko kwenye ada. Kwa hiyo sasa akaamua kwa sababu leo mimi nimefungua, yani maana yake nimekula daku muda mbaya, kwa hiyo sina saumu, au kwa sababu nimesahau kutiania jana, kwa hiyo sina saumu, basi mimi naendelea na jambo langu. Mke naye wewe si umeoga asubuhi, maana yake kwamba asubuhi labda akawa na mazingira yote mwenyewe anayojua. Yaambiwa mtu huyu ya athamu bijima'in, atapata madhambi kwa jimai hiyo. La kafara, si kafara hatakuwa na kafara kwa sababu hayuko ndani ya saumu. Akiwa ndani ya saumu na alafu akafanya jimai, atatakiwa kulipa lile kafara kubwa. Lakini huyu naye pamoja na kuwa kafara hana, lakini anapata dhambi. Mimi si nimefungua, umefungua lakini bado tuna heshima ya mwezi. Wanudiba imsakun, na kumesuniwa kujizuia limaridhi shufia, kwa mgonjwa aliyepona. Yani wewe ulikuwa unaumwa asubuhi, wewe waumwa, kuna mwingine aumwa labda maradhi yake, sababu tunasema maridhi shufia, kuna maradhi ambayo ukipona sasa hivi huna haja ya kula tena sasa hivi, lakini kuna maradhi hata ukipona bado atakakula. Mtu alikuwa yuko kitandani, kachomekewa madripu, kafanywa hivi, kabaki kama kijimwiba. Sasa hivi madaktari wamemruhusu, nenda nyumbani, nenda nyumbani. Wewe utasema ushapona wewe, kwa hiyo usile jikazi, kuna saumu. Wakati ukashapangiwa wewe aliyouje asubuhi, ikifika saa 4 anywe maziwa, kwa sababu hizi dawa pia mkali, bado anaendelea nazo hizi. Au hata kama hakuna dawa, lakini huyu bwana inabidi aendelee na vitu hivi vitamuongezea damu haraka, vitafanyaje? Kwa hiyo huyu tunaweza kusema kapona kule kutoka hospitali, lakini bado ni mgonjwa. Mwingine ndio huyo ambaye katoka kufanywa operation, kaambiwa sasa wewe lazima kila siku ufanye hivi na hivi. Operation nyingine ni hernia, nyingine ni ile ya utumbo, sijui inaitwa appendix. Labda ilikuwa utumbo umejibana, sasa umeenda umekatwa ule ulioharibika, ule ubakiwa atakana uingie kitu kila saa ili angalau uende kwa sawa. Lazima sasa kwamba kashapona huyu, kashafanya operation, kwa hiyo utapona, atakula usiku hadi usiku. Lakini kuna mtu kalala kaamka kajiwa na ngwikwi, kama imeonekana kwamba ikipigwa sindano yapona, haiponi. Kama imeonekana sikafanyaje yapona, haiponi. Mpaka huko kurefu kaambiwa bwana labda anywe maji mara 20. Kwamba sia kuna maji mara 7 na nini. Kanywa sasa maji mara 7, imetulia tuli. Sawa, imetulia alhamdulillah. Bado ni ugonjwa kusema sasa itabidi sasa apate bakuli la uji anywe, apate matunda anywe, kwa hiyo kutwa nzima aendelee kula. Huyu sasa ndio miongoni mwa wale tunasema maridhi shufia. Ile shida yake ambayo ilikuwa hawezi kufunga, kwa sababu utafungaje wakati dawa yako iliyobaki pekee ambayo tukijaribu itakuponesha ni maji. Lazima anywe maji. Amekunywa maji, wipu imetulia. Huyo mgonjwa wa namna hii akishapona ndio kapona. Au wipu ya masaa 2 ya kondesha mpaka ikawa sasa tayari wewe usipokula waweza ukafa. Kwa hiyo naweza kusema sasa mgonjwa akipona tayari afunge yawaje. Kuna maradhi yanatofautiana. Kuna maradhi ambayo ukipona sasa hivi ndio umepona moja kwa moja Sasa huyo mtu atakiwa naye ajikaze kama kapona katikati ya mchana, basi ajizuie asiendelee kula. Wa musafirin, na msafiri ambaye kadima athna an-nahari muftira, amefika katikati ya mchana aliyakuwa ni mwenye kufungua. Labda mtu ameondoka alipoondoka juzi, mtu enda zake Mbeya, enda zake Bukoba, wapi na basi. Kwa hiyo akifika njiani ateremka gari, apanda gari, au kama gari ni ile ile lafika sehemu watu walala waamka
hafungi. Dharubu wenyewe anazopambana nazo kwenye safari wasijue wenyewe. Sasa kaja kaingia hapa saa 7:30 kafika hapa. Hao wasema kwa hiyo mmekuanga kwa vile sawa basi hebu wabadilikeni kikombe cha chai hapo. Hakuna haifai. Sawa wewe madam ulikuwa msafiri huko ulipokuwa ushafika hapa kaze jioni ikifika utafungua. Kwani kisichotakiwa si ile usumbufu kuhangaika barabarani, halafu pia ujui ikifika jioni utafungua wapi? Ndio maana ya kuambiwa sasa msafiri afungue. Leo wewe ushafika nyumbani hapa hii saa 7. Jua likizama tu hapa ukianza nini utafungua hapa. Maharage yako miogo ipo. Kwa hiyo unasuniwa kwa msafiri aliyefika pale endapo akawa amefika mchana, basi yeye anatakiwa naye ajikaze. Wa haidhin tahurat athnaa, wa haidhin, na mwenye hedhi ambaye tahurati athnaahu, ametaharika katikati ya mchana, imekatika ile damu katikati ya mchana, basi pale ambapo ndio imekomea, na yeye anaanza kujizuia pale. Pamoja na kuwa kwenye mambo haya kidogo kubwa zaidi Mwenyezi Mungu anatumia rehema yake kwa kina dada na kina mama, kwa sababu jambo la hedhi limekuwa ni mtihani. Hata kwenye swala zao halikuwa kama vile ambavyo ni wachache wako pengine, lakini walio wengi halipo katika hali moja. Dada anaweza akajikuta asubuhi, leo ni siku ya 5 na mimi kawaida yangu ni siku 5, au leo ni siku ya 4 na mimi kawaida yangu ni siku 4. Kwa hiyo akaona kabisa mambo yamekwisha, kakaa mpaka saa 11 mambo yameharibika. Au kama ilikuwa ni asubuhi akasema nafunga sasa mpaka ikifika saa 12 mambo yameharibika. Akasema mimi naoga nianze kuswali mpaka imefika sijui nini. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vya namna hiyo. Lakini kama ni ile ambayo mimi ikifika siku ya 3 saa 2 asubuhi lazima itoke, lakini ikitoka hapo ndo basi, na ikawa amejaribu karibu miezi 2-3 imeenda hivyo. Kwa hiyo basi siku ikija asubuhi kaamka kanywa chai, lakini imefika saa 2 ikatoka, alafu saa 3 kuiona, saa 4 kuiona, basi hiyo siku yake hiyo nzima asile tena, kwa sababu ile uzuru wake ushaondoka tokea saa 2. Kwa hiyo kulipobakia huko atakiwa ajizuie sasa kwa kulinda wakati, kisha kesho anaingia kwenye funga moja kwa moja. Kwa hiyo haidhin tahurati athnaahu, mwenye hedhi aliyetwaharika katikati ya hiyo Ramadhani, katikati ya mchana wa Ramadhani. Wayajibu ala man afsadahu, kunapasa juu ya mwenye kuiharibu saumu Ramadhana, mwenye kuiharibu saumu ya Ramadhani, kunapasa juu ya mtu aliyeharibu saumu ya Ramadhani. Kuiharibu saumu ya Ramadhani vipi? Ni bijima'in athima bihi, kwa jimai ambayo amepata dhambi kwayo. Bijima'in, kwa jimai ambayo athima bihi, amepata dhambi kwayo. Na jimai ambayo mtu anapata dhambi kwayo na inaharibu saumu yake, ni hivyo kuwa tayari ana saumu, alafu akamjami mkewe ndani ya Ramadhani mchana, tayari itakuwa jimai hii imemsababisha yeye kupata dhambi na saumu imeharibika. Jima'in athima bihi li ajli sawmi, kwa jimai ambayo amepata dhambi kwayo kwa ajili ya saumu. La bistimna'in wa akli, si kwa kujitoa manii na kwa kula, si kwa kujitoa manii na kwa kula. Mada inasema wayajibu, kunapasa au linapasa kwa aliyeharibu saumu yake kwa jimai ambayo amepata dhambi kwa jimai hiyo kwa ajili ya saumu. Lakini hilo linalopasa hatujatajiwa, lakini hapo utaambiwa halitopasa hilo linalopasa bistimna'i wa akli, kwa kujitoa manii na kula, linapasa kwa jambo jingine. Sawa linapasa kwa jimai. Kuna jambo hilo, kama wewe ulikuwa umefunga, ukilifanya hilo jambo, basi wewe utalazimishwa kufanya jambo hilo. Jambo lenyewe ni lipi? Ni kuharibu saumu yako kwa kufanya jimai.
sio kuiharibu saumu kwa kula au kwa kujitoa manii. Ukila au kujitoa manii, saumu itakuwa pia imeharibika, lakini hilo jambo halitopasa. Lakini ukifanya jimai, saumu imeharibika na hilo jambo litapasa. Jambo lipi? Kafara. Kafara, Kwa hiyo linapasa kafara kwa yule aliyeharibu saumu yake kwa jimai. Amefunga ikafika mchana saa 7 akafanya jimai, huyu saumu yake atakuwa ameiharibu, na hapo atatakiwa kulipa kafara mutakarriratan bitakarruri ifsadi, kafara lenye kukaririka kwa kukaririka kule kuharibu. Manake leo kama utafanya jimai mchana wa Ramadhani utatakiwa kulipa kafara, na kesho ukifanya jimai mchana wa Ramadhani utatakiwa kufanya kafara nyingine. Ndio maana takarruri bitakarruri ifsadi wa illam yukaffir ani sabiqi maahu, hata kama hakulitolea kafara lile iliyoharibika au ile kosa la mara ya kwanza pamoja naye, aima kadha idhalika saumu, pamoja na kulipa saumu ya kwanza. Kwa mfano ameharibu saumu akailipa, lakini alitakiwa alipe na kafara, yeye akailipa tu hivi hivi, basi kafara lile lipo latakiwa. Alafu na akija akiharibu saumu nyingine, nayo vile vile itatakiwa alipe na kafara latakiwa. Wal kafara, tuna kafara lenyewe ambalo mtu akiharibu saumu kwa jimai atakiwa alilipe. Wal kafara, tuna kafara itiqu raqaba, ni kumwacha huru mtumwa muumini. Itiqu raqabati mu'mina, ni kumwacha huru mtumwa muumina. Imeletwa aliyakuwa ni nati ya rakaba, na rakaba imezingatiwa yenyewe. Rakaba ni tamko lake ni muannath, sawa? Tamko lake ni muannath, pamoja na kuwa neno rakaba anakusudiwa mtumwa, sawa? Na mtumwa inawezekana kuwa wa kiume au wa kike, lakini katika kumweleza hapa, kwa kuwa ameletwa kwa maelezo ya rakaba, basi hata na hati yake italetwa kwa kuangalia tamko, ndio maana ikaambiwa mu'minatin, sawa? Kuacha huru mtumwa mu'min. Fasaumu shahraini shahraini ma'a tatabu'i in ajaza anhu, kisha fasaumu shahraini, kisha kufunga miezi miwili, ma'a tatabu'i, pamoja na kufuatana, in ajaza anhu, akishindwa na hilo kafara la kumwacha huru mtumwa. Hana mtumwa maana yake inajaza anhu, akishindwa maana yake na huko kumwacha huru mtumwa. Fa it'amu 60 miskina, kisha kuwalisha maskini 60 au fakira au mafakiri 60, inajaza ani saumi, akishindwa kufunga, ni haramin, kwa sababu ya uzee au maradhi, au kwa sababu ya maradhi, biniyati kafarati, kwa nia ya kafara. Wakati anatoa hicho anachokitoa atie nia kwamba anakitoa hiki hali ya kuwa ni kafara. Wa yuti li kulli wahidin mudda, atampa kila mmoja katika hao maskini au mafakiri kibaba, min ghalibil quti, katika ghalibu ya chakula ambacho maana kinatumika sana, ndio maana yake ghali. Kwa hiyo kama ni Ramadhani kama hivi, kumpa mtu kibaba cha maharage ni bora zaidi. Tena kwa hii Ramadhani kuliko hata huo mchele. Kimpa mchele mtu, labda umpe mchele ule wa maandazi wa kuandaa, kupikia vibibi, vitumbua, lakini mchele safi wa Mbeya wa kunukia unaweza ukamtatiza mtu kumpa sasa hivi, kwa sababu si utaratibu ambao umezoeleka. Nyumba 20, nyumba 30, kama unaweza kwenda kuta nyumba kumepikwa wali ni moja ni mbili, lakini mtu yuko tayari atie maharage yake, ayatie sukari tuna iliki bila hata nazi, ameridhika na anajua nimefuturu, ndivyo
Kwa sasa kiambiwa min ghalibil kuti, chakula kinachotumika sana, basi uangalie katika mazingira kama haya. Kama unatoa fidia hiyo ndani ya Ramadhani kama hivi, basi wewe angalia ile thamani ya vibaba vya chakula. Vyakula vinalingana sasa hivi, kunde, maharage, choroko, nakuta umo 2,500, 2,000, 3,000. Basi kama ni mchele nao uwe ni mchele wa kuandaa wala yajuzu sarfu kafarati liman talzamuhu maunatuhu, wala hakujuzu kuitoa kafara kumpa ambaye zinamlazimu yeye gharama zake. Wala yajuzu, wala kujuzu sarfu kafara, kulitoa kafara liman talzamuhu maunatuhu, kumpa yule ambaye talzamuhu muunatuhu, gharama zake zinamlazimu yeye. Kwa mfano watoto wako, kwa mfano mzazi wako, mtu mzima. Ndio ile swali lilikuwa ni tuko hapa Ramadhani hii, ni Ramadhani hii mtu anauliza, mwalimu, sisi mama yetu ni mtu mzima, tunataka kumlipia fidia, tunafanyaje? Sawa, mtamlipia kadha. Mara anageuka tena, baba asema, waonaje tukila sisi wenyewe? Hii kina nani? Sisi watoto wa mama. Hiyo ni fidia, mpeni mtu mwingine. Uislamu wakati mwingine umeleta haya mambo ili watu wanufaike kupitia hii dini. Ndio kumewekwa sadaka, kumewekwa zaka, kumewekwa hawa makafara, ili wakati mwingine watu wapate nafuu kupitia watu wengine. Mbona sasa wewe mwenyewe kwanza itakuwa umepata tabu gani? Umenunua kitu chako alafu wala mwenyewe, sasa ni adhabu. Harakani patikane jambo ili ukae wasikia uchungu, hela zangu nimezitoa mimi. Nimezitoa bwana mishini, hela zangu nimenunua mchele gunia zima, nimetoa tu bwana kwa maskini bwana. Umeona? Sasa leo kama umenunua mchele gunia alafu umeutia ndani wala na wanao, utapata uchungu. Kesho si utafanya tena mchana saa 7. Kwa hiyo ukisema wanunulia watoa kitu kama kile ambacho ni kafara, lakini matumizi yake watumia na wale ambao kinakulazimu wewe chakula chako. Wewe baba yako atakaye tambi huko, ukai naye nyumba moja, lakini mtu mzima hawezi kutafuta. Na uzuri kwenye habari ya baba, hakuna sharti la kuweza kutafuta. Yaani sheria imewekwa kwamba asli kumsaidia far'i ni baba kumsaidia mtoto. Kuna utaratibu maalum umewekwa, lakini miongoni mwa vigezo ni kwamba kijana awe kwanza ni maskini, maana hana pesa, lakini pia awe hawezi kutafuta. Mfano kijana amepata maradhi, paralyze, ni mtu tayari ana miaka 25, ni mtu tayari ana barobaro, lakini amepata labda maradhi kama haya. Kwa hiyo huyu hawezi kwenda kubeba tenga huko chini, huyu hawezi kwenda kulima vibarua, huyu hawezi kuvua. Kwa hiyo wewe baba ni wajibu kumlisha yule mtoto. Lakini akiwa na nguvu zake, basi una hiari hata kumwambia bwana hii 10,000 chukua, lakini kesho ukitoka baharini nipe 10,000 yangu. Chukua hizi kilo 2 za unga hizi, lakini kesho ukirudi nipe unga wangu. Unaweza kufanya hivyo kwa sababu kijana anaweza kutafuta. Kinyume chake sasa ni baba. Baba bado ana nguvu zake na kijana naye ana nguvu zake. Baba akimwambia kijana leo sina ugali, kijana anatakiwa ampe baba yake ugali. Aliseme sasa kwani baba huyo mtu mmoja siku hiyo anipa habari kwamba ndugu yake anamwambia habari ya chakula cha baba. Ndugu anamwambia sasa kwani yule baba ana uzee gani yule, asioshika jembe na wezie? Nasikia yako hayo anazungumza, pengine kijana wa Kiislamu kabisa anazungumza hayo maneno. Bali yule baba pale alipo hawezi kulima yule. Kwa hiyo ni habari ya mtoto ambaye amekosa shule, amekosa madrasa. Lakini tutambue kwamba kwa upande wa mzazi hakuna kipengele cha kwamba lazima yule mzazi awe
hawezi kutafuta kwamba kashakuwa mzee sana au ni bado ana miaka 40 50, lakini anaumwa. Hata awe kama hivi unavyoona mzee Kumenya Kileo Zedome, kama mwanao wajua kwamba anacho cha kwake lakini 200 anayo, kumwambia nipe, akikataa basi umemtia kizaazaa. Kwa hiyo wewe mwenyewe huruma yako tu kwamba hawa watoto ili siwatie kizaazaa na Mungu, na mimi ngoja nijitume mwenyewe. Atakayepata akiniletea alete, atakayekuwa hana basi. Lakini ukiamua kwamba wewe wajituma, ukiyumba kidogo umempigia simu, asipokupa bwana kizaazaa nacho. Kwa hiyo na sisi wenyewe ambao bado ni vijana manake lazima tutambue hivyo. Lazima tutambue hivyo kwamba kumsaidia mzazi wako hakutegemei ana kazi wala usije ukatafuta saa nyingine shortcut. Sasa baba, hii shilingi 50,000 nakupa hii, angalia hata kama ni vijugujugu ununue unauza hivi, manake mpaka mwezi ujao. Baba kama angekupa shilingi 200,000 wakati umezaliwa sasa kama hivi, akakupa milioni, akakwambia hii sasa, ili usimtie kizaazaa, itafutie shughuli uifanye hivi ili umeuji, ili upate hela ya kwenda shule, ungefanya. Lakini leo wewe wamwambia baba, kuna watu wengine sio kumpa mzazi kitu kwa ajili tu kwamba mzazi mwingine ana ile idea, anapenda kufanya kazi, anapenda kujituma. Mwingine ampa kwa ajili ya kwamba aondoe kero. Lazima tupaelewe vizuri. Sio ukasema kwamba kumbe kumpa mzazi biashara pia sio nzuri kwenye Uislamu. Hapana. Mungu anatazama moyo wako. Wampa shilingi 50,000 baba yako, alafu wampa idea ya biashara na kazi. Lengo lako nini? Lengo langu baba, mbali na ugali ambao mimi kila mwezi namtumia, lakini akiwa na kishughuli chake, kuna siku ana jambo la anasa mwenyewe anataka kununua hiki na hiki, labda simu aliyokuwa nayo ya shilingi 100,000 haitosha, anataka kufanya ya 200,000, basi uoni aweza kwenye hii biashara yake akachukua 50,000 alafu akanipigia mimi bana, mimi na 1,500,000 hapa niongezee nipate simu ya 200,000. Lakini kama yeye hana, atabidi asubiri ugali wangu. Sasa kama asubiri ugali, yeye mwenyewe ataogopa kuniambia anataka simu ya 200,000 wakati nampa ugali kila siku. Kwa hiyo ngoja nimtengeneze mazingira mazuri. Hapo unaweza ukafanya. Lakini wajua mambo magumu baba, huko saa nyingine bana, kwa hiyo bana wewe fanya nini? Kila mwezi hii shilingi 20,000 kila mwezi inasumbua saa nyingine kwenye bajeti zangu, kwa hiyo mimi nakupa hii mara yake tumalizane. Umemtia kizaazaa kwa sababu baba kwanza umempa kama sakosi itakuwa. Ajua zikifa hizi mmekwisha. Umtaji ukiumba hapa, hela zikesha, nasemaje kule? Kwa hiyo pia tukifanya hivyo tutakuwa bado wazazi wetu watakuwa watenda wema. Manake kwamba mzazi wamtaka ajishughulikie mwenyewe, watafuta njia mbinu. Mshughulikie mzazi wako. Kama mzazi bado yuko hai, wewe fanya bidii, hangaika, kurupuka na utakachokipata, na usingoje kuombwa. Jitahidi sana kwenye mzazi wako, kabla haja kuomba mpe kile ambacho unaona anakihitaji. Utafanikiwa. Na katika mafanikio makubwa ni kuwalea wazazi, mama, baba, kwa kile kidogo alichokuwa nacho. Na uzuri wa wazazi bwana, labda itokee bahati mbaya, kama una mzazi mbaya, Mwenyezi Mungu atakunusuru. Lakini wazazi ni watu wa ajabu kweli. Wanaridhika na kitu kidogo. Bora tu awe anakutambua moyo wako ukoje, anaridhika bwana. Kitu kidogo tu. Wewe kifanye mara kwa mara, alafu jitahidi iwe ni kabla sasa yeye hajaomba. Sababu anapoomba anaomba lakini anakuwa basi mimi leo sina chakula maana kama unakuwa una kawaida ya kumsahau sana, angalia tena siku anayokuomba. Basi leo sina chakula Sasa hapo hata ukimpa unaona kuna lini. Lakini amekaa ghafla anaona kama mko mbalimbali, anaona tigo pesa shilingi 7,000 tu. Mpantilia hela bwana. Kesho kutwa amekaa anaona shilingi 4,000. Amekaa siku nyingine anaona shilingi 10,000. Wewe mzazi atakupenda siri mpaka atakupenda dhahiri, na anakutangaza kabisa, wanangu. Kwa hiyo tujitahidi sisi ambao bado tuna wazazi kwenye jambo hili. Mzazi akiondoka
kuna mtihani, lakini mtihani ule kidogo una nafuu. Kwa sababu ni kumwombea dua tu, ni kunyanyua mikono, umemaliza kazi. Ambayo kinyanyua mikono hauja kuvuruga bajeti mfukoni wala nini. Lakini kama mzazi bado uko naye, hizi dua azitaka, lakini na pesa pia anazitaka. Kwa hiyo jitahidi uhakikishe kwamba unaenda vizuri na yule mzazi wako. Kwa hiyo hapo tunasema yule ambaye ni mzazi wako wa namna hiyo, ni lazima wewe umlishe. Leo sasa eti kuna kafara wampa yeye, haitozingatiwa. Kwa hiyo lazima umpe yule ambaye si ambaye unalazima kumlisha. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.